Hujambo na karibu katika simulizi hii fupi, simulizi ya kutisha na kusisimua inayokwenda kwa jina la Sofia. Mimi ni Amani Leonard, hapa ni himaya ya kusisimua. Usiache kusubscribe. Karibu. Kuishi ndani peke yake yaligeuka mazoea. Hakuna aliyekuja kumjulia hali kabisa. Ni upweke peke yake ndio ulikuwa karibu yake. Kiufupi, jina lake lilisahauliwa mapema kabla hata ardhi haijauzika mwili wake. Mwisho aliamua kubaki na kumbukumbu moja tu, kumbukumbu ya wazazi wake. Lakini hata hivyo, wazazi hao walishafariki kitambo sana. Hivyo kumbukumbu hizo zilibaki kama hisia nzito kuwa hao ndio walikuwa tumaini lake la mwisho kabla ya kifo chao. Kwa hakika, moyo uliochoka hupenda kukaa kimya hata ukilazimishwa kueleza majeraha yake. Maisha haya ya ukiwa yote yalimfika siku ambayo aliamua kujitolea kurudi nyumbani kwao ambapo alikuwa amezaliwa. Hii ni baada ya kuweza kupata elimu ya maendeleo na teknolojia ya kisasa. Hivyo aliamua kurudi kwenda kukikomboa kijiji chake kutoka katika umaskini na mila potofu walizokuwa nazo. Uhalisia wa maisha ya kijijini kwao kwa kina Sofia yalikuwa na mila za ajabu sana. Hivyo aliamua kujitolea tu bila malipo ya aina yoyote kwenda kuanzisha shule ya awali katika kijiji chao, japo kiukweli haikuwa kazi nyepesi kabisa kutokana na wanakijiji hao kutokumuunga mkono na hata mazingira kutokuwa rafiki kabisa. Kibanda kidogo cha mbao pamoja na makuti, ubao wa kaki mfano wa selling board, vipande vidogo vya mkaa vikiwa kama chaki kwa wakati huo. Alikuwa na wanafunzi wawili tu, wanafunzi ambao aliwapata baada ya kutumia nguvu kubwa sana ya ushawishi kwa wazazi wao, na lengo likiwa hilo hilo, kujaribu kukikomboa kizazi hiko kutokana na imani pamoja na ujinga wa mila potofu zilizokuwepo. Lakini bado aliweza kukutana na vikwazo vikubwa sana, licha ya watoto hao wawili aliokuwa anawafundisha kuonekana kuwa na mwelekeo mzuri sana wa elimu aliyokuwa akiwapatia. Maumivu makubwa aliyokuwa nayo Sofia katika maisha yake ni baada ya wazazi wake kulogwa kwa makusudi hadi kufa. Hii ikiwa ni adhabu ya wazee wa kijijini kwao baada ya wazazi wa kina Sofia kuhakikisha binti yao anapata elimu nzuri ya kimaendeleo na kisasa mbali kabisa na kijiji hiko. Hivyo wazee wao waliona hiyo si sawa kabisa, kwa sababu wazee hao walikuwa wanaamini mtoto akipata elimu ya maendeleo tu basi anakuwa mpingaji mkubwa wa mila pamoja na kudharau mababu kabisa. Kiukweli katika kijiji hiko ujinga ulikuwa ni kama utamaduni na hofu ilichukuliwa ni kama heshima. Hivyo kila ambacho Sofia alikifanya kilionekana ni kupuuzi kabisa na haikutakiwa kupewa kipaumbele kwa wakati huo. Kwa nini amerudi? Kwa nini amerudi binti wa mzee Dulege? Ametoka kule kwenye mila za magharibi, amekuja kusambaza mila hizo kijijini kwetu. Anawapa watoto wetu elimu ili watudharau baadaye. Hii haiwezekani. Alikuwa akizungumza hivyo mzee mmoja kwa uchungu sana katika kikao cha wazee, kikao ambacho kilihusisha takribani wazee 50 na zaidi hivi, na kikao hiko kilikuwa ni namna gani ya kuweza kumzuia huyu Sofia ambaye amerudi kwa lengo la kusambaza elimu katika kijiji hicho. Ukimya ulikuwa mkubwa sana baada ya huyo mzee kulalamika hivyo, na hapo mzee mwingine naye akazungumza jambo. Kwa kweli lazima tumzuie. Kijiji hiki kiligubikwa na mambo ya kushangaza sana kiutamaduni. Kijiji hiki waliamini mwanamke akisoma basi atakuwa mchawi tu kwa mumewe. Kuna wakati waliwahi kukata nguzo za umeme zilizoandaliwa na serikali, wakiamini umeme ni moto wa shetani.
hivyo hawakuruhusu kabisa nguzo hizo kuweza kusimama na kusambaza umeme katika kijiji hiko. Wazee wa kijiji hiki waliamini ujenzi wa nyumba za bati ni usaliti wa mila. Kijiji kiliamini wakizaliwa watoto mapacha ni mkosi kwa jamii, hivyo familia hiyo iliyopata mapacha inatengwa au wakati mwingine kuweza kulogwa mpaka kufa. Wazee wa kijiji walipiga marufuku kwa mtu yoyote kutumia simu ya mkononi. Wazee waliamini simu zinaweza kuiba roho za watu, hivyo ilikuwa ni marufuku kutumia simu kwa mwanakijiji yoyote wa kijiji hicho. Lakini pia ili mvua iweze kunyesha, ilikuwa ni lazima wazee wachinje kondoo katikati ya uwanja mkubwa wa kijiji hicho. Hivyo ilikuwa kama wanakijiji wanahitaji mvua, basi wanaenda kuomba kwa wazee wa kijiji hiko, na wazee hao wanafanya tambiko hilo la kuchinja kondoo katikati ya uwanja, na kwa imani yao mvua inapatikana. Wanakijiji walizuiliwa kutumia vioo. Ndiyo, wazee waliamini vioo ni mlango wa majini. Lakini jambo la kushangaza, hata msiba ilikuwa ni marufuku kumzika mtu nyakati za mchana. Wazee waliamini mwanga unamzuia Mungu kumpokea marehemu kwa uhuru. Wazee walifika mbali sana. Waliwahi kupinga barabara za lami kijijini humo, wakiamini gari zinaweza kufukuza mizimu inayolinda kijiji hiko. Yote hayo yalikuwa ni machache kuhusu baadhi ya upotofu wa mila katika kijiji hiki. Kijiji ambacho hakikuwa kidogo kieneo, lakini kilikuwa ni kidogo kifikra. Na hapo ndipo Sofia alikuwa na nia thabiti ya kukikomboa kijiji hiko. Lakini hatima ya kikao cha wazee hao kwa siku hiyo kiliishia na maamuzi mabaya sana juu ya binti Sofia. Anachokifanya Sofia, binti wa marehemu mzee Dulege, ni usaliti. Anataka kupoteza tamaduni zetu. Mimi nashauri adhabu tuliyowapa wazazi wake ya kuwaroga mpaka kufa lazima tumpatie na yeye, aliongea mzee mmoja katikati ya kikao hiko. Na hapo ndipo kikao hiko kikatamatika kwa wazee hao kuelekea kufanya tambiko kubwa sana la kumroga binti Sofia. Kundi kubwa sana la wazee lilionekana likikatiza katikati ya baadhi ya mitaa, ambapo wanawake na watoto walipowaona waliweza kuinamisha vichwa vyao na kuwapa heshima wazee hao. Na hapo wazee wao waliweza kufanikiwa kufanya tambiko zito la kuchinja, pamoja na kunuizia maneno magumu sana kwa Sofia. Na kiukweli wazee hawa walifanikiwa katika hilo. Walifanikiwa kufanya tambiko hilo la kumloga Sofia, na hapo ukawa unasubiriwa muda tu wa kifo cha binti Sofia. Taarifa za kumtenga Sofia zilisambazwa katika kijiji chote. Wazee walitaka wanakijiji wasije wakashirikiana na Sofia kwa namna yoyote ile. Hivyo taarifa za kumtenga zilisambazwa kwa nguvu sana, na mpaka zikamfikia hadi Sofia mwenyewe. Wanakijiji waliamini Sofia ni wakufa muda wowote, hivyo wanakijiji walizuiliwa kushirikiana na Sofia kwa namna yoyote ile, na yoyote atakayefanya hivyo basi na yeye atapewa adhabu hiyo hiyo. Atarogwa kama alivyorogwa Sofia hadi kusubiri kifo chake, kama ambavyo amefanyiwa binti huyu. Aliishi maisha ya upweke sana Sofia. Upweke uliweza kumzika mapema sana kabla ya kaburi la mwili wake halijachimbwa. Maisha hayo yote, wakati hayo yote yanatokea, Sofia alikuwa akiishi ndani ya nyumba kubwa sana ya makuti ya wazazi wake, ambayo nyumba hiyo ndiyo ilikuwa urithi wa pekee, na ndipo Sofia alikuwa anaishi hapo. Na hapo ndipo Sofia alipofikia baada ya kutoka masomoni nchini Kenya katika chuo kikuu cha Kenyatta University alimaarufu kama KU, kilichokuwepo huko mitaa ya Kahawa nchini Kenya. Jitihada za kumtenga Sofia zilifanywa na wanakijiji wa kijiji hiko kwa nguvu sana. Hata wale watoto wawili walioanza kupata elimu akiwa anawafundisha, watoto wale walipigwa marufuku na wazee wa kijiji kile wasionekane wakiwa karibu na Sofia, maana wakionekana adhabu yao itakuwa hiyo hiyo tu, ni kurogwa mpaka kufa.
Walimtenga Sofia, hawakumshirikisha masuala ya kijiji, na hata alipoenda kwenye baadhi ya ajenda za kijiji hiko, watu ambao walikuwepo katika vikao hivyo vya kupanga ajenda ya kijiji, watu hao walikuwa wakiinuka na kumwacha Sofia peke yake. Kwa hakika, upweke sio hali ya kukosa watu, bali ni kukosa watu ambao wataweza kukuelewa katika hali uliyokuwa nayo. Tabia hizo zilikuwa ni dalili zinazoonyesha kwamba Sofia anaelekea tamati katika maisha yake. Sofia alikuwa anaelekea tamati ya maisha yake baada ya wazee wale kufanikiwa katika harakati za kufanya tambiko na kutaka kumroga Sofia hadi kumpelekea umauti wake. Na hatimaye usiku mmoja Sofia aliweza kujinyonga mwenyewe ndani ya nyumba yao hadi akaweza kupoteza maisha. Lakini kabla ya kifo hicho cha Sofia alikuwa ameandika ujumbe, japo ulikuwa ujumbe mfupi sana, ila ujumbe huo ulikuwa mzito sana na wenye sharti zito sana kwa wazee hao. Taarifa zilisambaa kila kona. Taarifa zilisambaa kuwa msaliti wa kijiji Sofia ameweza kujinyonga ndani kwake hadi kufa. Na hapo wazee walipoweza kupata taarifa hiyo, ilibidi waende kutoa sadaka ya shukurani kwa mizimu, baada ya mizimu kuwaondolea dhalimu huyo. Lakini kikao cha mwisho cha wazee kiliamua kuwa mwili wa Sofia usizikwe kwanza. Mwili huo unatakiwa uachwe ndani takriban siku 3 ndani ya nyumba hiyo alipojinyonga, na baada ya siku 3 ndipo mwili huo utatolewa. Ilibidi mwili huo uachwe, na kweli mwili huo uliweza kukaa siku 3 nzima pasipo kufanyiwa maandalizi yoyote ya mazishi. Na muda huo ulipokuwa umehitimu, mwili huo wa Sofia ulikuwa umekwisha anza kutoa harufu mbaya sana. Hiyo ilikuwa inaonyesha kuwa si tu walimtenga akiwa hai, bali kijiji hicho kiliamua kumtenga Sofia hadi katika kifo chake. Baada ya siku hiyo ya 3 kuhitimu, maiti ilitolewa ndani humo na baadhi ya vijana waliopewa amri na wazee wa kijiji hicho. Basi vijana hao wakaweza kumweka Sofia katika jeneza ambalo lilikuwa limechongwa ovyo ovyo tu. Hii ni baada ya kumtoa ndani ya nyumba yao hiyo alimokuwa anaishi na wazee wake. Basi wazee wa kijiji hicho walipokuwa wanauona mwili wa Sofia ukitolewa ndani ya nyumba hiyo, wazee hao walikuwa wanaitukuza mizimu yao, huku wakitoa maneno ya laana ya kumlaani Sofia asije akapokelewa na Mungu kabisa, huku wakidai kwamba mwili huo watauzika mchana, muda ambao wanaamini Mungu hampokei mwanadamu kwa uhuru kabisa. Wazee waliendelea kuimba nyimbo za kutukuza mizimu yao kwa kifo cha Sofia, na baada ya kumaliza hawakuishia hapo wazee hao. Wazee hao waliweza kutoa adhabu nyingine. Walimpa adhabu ya siku 3 nyingine za kukaa kwenye jeneza pasipo kwenda kumzika. Hiyo ni baada ya zile siku 3 za kumwacha ndani ya nyumba yao alipojinyonga kuweza kutamatika. Basi jeneza lilitolewa nje na watu waliitwa katika msiba huo, lakini lengo halikuwa kwenda kumzika katika hali ya kumstiri kihekima, bali lengo lilikuwa ni kwenda kumfukia mwili wa msaliti huyo. Na watu wengi waliweza kufika katika msiba huo, na watu wengi walipokuwa wako katika msiba huo walikuwa wakipiga stori za hapa na pale, huku wakisubiri taarifa nyingine kutoka kwa wazee na wapanga mila wa kijiji hicho. Palikuwa na watu wengi sana, wazee walikuwepo wengi sana katika nyumba hiyo. Kila mtu alikuwa anautizama mwili huo wa mdhalimu Sofia kama walivyoweza kumuita wao wenyewe. Kiukweli mwili wa Sofia ulikuwa umeanza kuoza kwa kiwango kikubwa sana, lakini hakuna aliyejali, bali waliishia kuutizama mwili huo na kutema tu mate. Baada ya zoezi hilo, mwili huo uliweza kuchukuliwa na kurudishwa ndani,
ndani ya nyumba hiyo ambayo alikuwa amejinyonga, na mwili huo ukaenda kuhifadhiwa ndani ya chumba kimoja kilichokuwepo ndani ya nyumba hiyo kubwa, ukisubiri siku ya 3 nyingine ambayo walikuwa wameipanga wazee hao ili waende kuufukia kama walivyotaka wao wenyewe. Watu walikuwa wameweza kukaa makundi katika eneo hilo la msiba. Walikuwepo wazee, vijana, walikuwepo wababa wa makamo pamoja na wamama pia, huku bado harufu ya kuoza kwa Sofia ikizidi kutawala kwa kasi sana katika eneo hilo. Lakini pamoja na hayo yote, hakuna mtu yoyote aliyeweza kutambua kuwa Sofia dakika za mwisho kabla ya kifo chake alikuwa ameacha ujumbe mfupi wa maandishi, na ujumbe huo ulikuwa umehifadhiwa mbali sana, na hakuna yoyote ambaye angeweza kutambua ujumbe huo ulipo. Kabla ya kifo chake alikuwa na tabia za ajabu sana. Sofia alikuwa anapenda kuongea kwa kunong'ona tu. Mmoja ya wamama waliokusanyika katika eneo hilo, eneo la msiba wa Sofia, alikuwa akizungumza hivyo akiwa katikati ya kundi akipiga stori na wamama wenzie. Wazee walimloga vibaya sana. Alianza kubadilika kiakili kabisa. Aliongea hivyo mama mwingine, alafu mwingine akadakia mazungumzo hayo. Alikuwa anaonekana na wavuvi dakika za mwisho kila siku ufukweni majira ya saa 7 za usiku. Amesimama tu anatizama baharini huku akiongea peke yake pasipo kuwepo mtu mwingine yoyote. Aliongea mama mwingine, na hapo wakazidi kunogesha mazungumzo hayo. Mwingine tena akachangia. Alikuwa anaenda mpaka makaburini alafu anarudi, lakini akirudi anarudi na matope mengi sana mguuni. Hakuishia hapo. Sofia alikuwa anaandika alama za ajabu ukutani, lakini hata vitu alivyokuwa anakula kwa dakika za mwisho za uhai wake, alikuwa anakula vitu vya ajabu sana. Sofia alikuwa anakula sindano, anakula mikaa, anakula pini na magunia. Aisee, inaonekana alilogwa vibaya sana. Walikuwa kwenye mkeka wa mama hawa. Walikuwa kwenye mkeka katikati ya msiba huo, huku wakizungumza kuhusiana na kifo cha Sofia. Lakini baada ya dakika 2, ukimya mzito uliweza kupita katikati yao, na katikati ya ukimya huo, mzee mmoja aliweza kuuvunja kwa kusema jambo. Chumba alicholazwa Sofia asitokee mtu yoyote akakisogelea kabisa. Hasije akakisogelea mtu mpaka siku ya mwisho tutakayokwenda kumfukia. Ilisikika kauli hiyo, na watu waliokuwepo eneo hilo waliendelea kusikiliza kwa makini. Mzee huyo alikuwa na lipi lingine la kuwaambia, lakini mzee huyo aliwaambia hivyo. Hii ni baada ya baadhi ya watu kuonekana wakiwa wamekaa hadi ndani ya nyumba hiyo ya kina Sofia, tena sio ndani tu, hadi kwenye baadhi ya vyumba ambavyo vilikuwa vitupu. Hivyo mzee huyu akatoa tahadhari watu hao wasije wakafika hadi katika kile chumba kilicholazwa maiti. Vikao vilikuwa vingi sana kwa wakati huo, na tayari muda huo giza lilikuwa limekwisha anza kuingia maeneo hayo ya msibani, na hapo taa za vibatari pamoja na chemli zilikuwa zimewashwa ili kuleta mwanga japo hafifu tu katika eneo hilo, huko minong'ono na stori za hapa na pale ikiendelea kuwa mingi. Lakini wakiwa hapo, punde zilisikika kelele kali sana kutokea ndani ya kile chumba kilicholazwa maiti ya Sofia. Jamani, mmesikia hiyo? Aliongea mzee mmoja aliyekuwa upande wa ndani wa nyumba hiyo akiwa pamoja na wazee wenzie, na kuweza kufanya eneo hilo la msiba kubaki na taharuki, na ukimya ukapita kwa sekunde kadhaa hivi. Ni kama nimesikia kelele, alioji mzee mwingine, na kufanya baadhi ya wazee waliokuwepo katika eneo hilo na baadhi ya wanakijiji wa kawaida kuanza kubaki na kupatwa na hofu kidogo. Ndiyo, mimi mwenyewe nimesikia sauti.
aliongea mwanakijiji mmoja aliyekuwepo pia katika eneo hilo la msiba, na wakati wakiwa hapo ilibidi wasubiri kwa sekunde kadhaa tena ili waone kama wataisikia tena sauti hiyo ili wathibitishe kile walichokisikia, lakini haikusikika tena sauti hiyo. Na hapo mzee mmoja akaongea tena. Musiwe na wasiwasi, nafikiri ni mizimu itakuwa imekuja kututembelea, aliongea mzee huyo, japokuwa alikuwa anazungumza hivyo maneno hayo ya kuwapa faraja watu hao waliokuwepo msibani, lakini mzee huyo alionekana kuwa na hofu sana, tena kuwa na hofu kubwa pengine kuliko watu wote waliokuwepo katika eneo hilo la msiba. Lakini wakiwa hapo, punde mlango wa chumba cha maiti alicholazwa Sofia ulianza kugongwa. Tena ulianza kugongwa kwa mtindo wa kubamizwa kutokea ndani, kana kwamba aliyekuwa ndani ya chumba hicho anashinikiza kutoka nje. Kiukweli wanawake walianza kuingiwa na hofu, watu wengine walianza kupiga kelele, wazee walianza kurudi nyuma, vijana na wababa walianza kutetemeka. Baadhi ya watu walianza kutoka na kurudi nyuma, ikiwezekana kukimbia kabisa katika eneo hilo la msiba, na katika eneo hilo walibaki wazee wachache tu wa kijiji ambao wao walikuwa wanaamini wanaweza kufanya baadhi ya mambo ili hali hiyo iweze kuwa sawa. Swaumu, abe babu wa kijiji, aliita mzee mmoja. Alikuwa akimuita mmoja ya wamama waliokuwepo wamesalia ndani humo, na mama huyo akaitika huku akitetemeka kwa hofu sana na kwenda kumsikiliza mzee huyo alikuwa na lipi la kumwambia. Swaumu, nenda mlangoni kwenye kile chumba cha marehemu, kisha utuambie ni nini kinaendelea hapo, maana kimila maiti ya mwanamke inazungumza na mwanamke mwenzie. Alikuwa ameongea mzee huyo, na kila mtu ambaye alikuwa ndani humo alikuwa na hofu sana katika eneo hilo. Na hapo Swaumu akaanza kupiga hatua taratibu kuelekea katika chumba hiko ambacho alikuwa ameelekezwa na mzee huyo, chumba kilicholazwa marehemu Sofia, huku watu wengine waliosalia ndani humo wakiwa wanamtizama tu mama huyo aliyefahamika kwa jina la Swaumu anavyoelekea katika chumba hicho. Alifika hadi kwenye chumba hicho, lakini alipofika alishangaa kidogo. Ndiyo, alipofika Swaumu alikuta mlango wa chumba hicho kilicholazwa maiti uko wazi kabisa, huku kukionekana kuna alama za nyayo zenye matope zikiwa zimetoka ndani ya chumba hiko kuelekea hadi upande wa sebuleni walipokuwepo watu wengine. Ndiyo, kulikuwa na alama za nyayo, na nyayo hizo zinaonekana zilikuwa zimetoka ndani ya chumba hiko, yaani inaonyesha mtu huyo ambaye alikuwa amelazwa ndani pengine alikuwa ametoka. Hakuweza kuvumilia Swaumu, hakuweza kuvumilia mwanamama huyo. Alijikuta mapigo ya moyo wake yanaenda kasi mpaka akajikuta anaanguka ghafla na kuweza kupoteza fahamu. Kila mtu aliyesalia eneo hilo alikuwa anashangaa, imekuwaje tena Swaumu? Atakuwa kakutwa na nini? Na hapo ikabidi mmoja ya wazee waliokuwepo eneo hilo aende mwenyewe kuangalia ni kipi kilichomtisha mwanamama Swaumu. Sijafika mpaka kule ambapo jeneza lilikuwepo kutizama vizuri, lakini hapa chini kuna nyayo. Inaonekana marehemu ametoka ndani na amepita katikati yetu pasipo sisi kumuona, aliongea mzee huyo. Na baadhi ya watu waliokuwepo ndani humo walianza kuangalia upande wa chini kwenye sakafu iliyoundwa kwa tope lililokauka vizuri sana, na kweli hapo waliweza kuona nyayo hizo chafu zikiwa zimepita katika eneo hilo la sebuleni walipokuwepo, na nyayo hizo ziliweza kuelekea mpaka upande wa mlangoni, mlango mkubwa wa kutokea nje kabisa ya nyumba hiyo. Lakini jambo la kushangaza, nyayo hizo zilionekana zimetembea na kuishia hapo hapo mlangoni. Hiyo iliashiria kuwa
Huyo aliyekuwa anatembea hakutoka nje kabisa, maana hata mlango haukuonekana ukufunguliwa. Ni kama alikuwa akasimama eneo hilo hilo la mlangoni, wala hajaenda sehemu yoyote. Mungu wangu, mbona tunaona alama za nyayo pasipo kumuona mtembeaji? Alioji mzee mmoja, huku macho yakiwa yamemtoka sana. Lakini wakiwa hapo kwa hofu, punde nyayo hizo zilianza kuonekana zikitembea. Sasa nyayo hizo zilianza kuonekana zikitoka ule upande wa mlangoni ambapo ndipo zilikuwa zimeishia na kuanza kuelekea hadi upande vilipo vibatali na chemli zilizokuwa zimewashwa ili kuruhusu mwanga kusambaa ndani humo. Basi nyayo hizo zilipofika mpaka katika taa hizo za chemli na kibatari, hapo taa moja moja ilianza kuzimika. Tena sio kuzimika kawaida, bali zilianza kuzimika mithili ya kuna mtu anazipuliza kwa mdomo wake. Aliongea hivyo mzee mmoja, na hapo watu hao waliokuwepo ndani humo walijikuta hakuna anayeweza kuvumilia tukio hilo. Wote wakajikuta pamoja na wazee wao wakiwa wanatoka mbio kuelekea mlangoni, katika mlango mkubwa wa kutokea ndani ya nyumba hiyo, na lengo lilikuwa ni kuweza kutoka ndani humo. Lakini walipokuwa wamekimbilia mpaka katika mlango huo kwa lengo la kutoka, jambo la kushangaza, mlango huo ulikuwa umejiroki kabisa na ulishindwa kufunguka. Kelele za hofu zilikuwa nyingi sana, kila mtu alikuwa anaweweseka kwa namna yake, na hatimaye taa zote zilizimwa ndani humo na hapakuwa na mwanga tena. Ukimya ulitawala ndani humo, huku kila mmoja akiwa ajui afanye kitu gani kwa upande wake. Lakini punde wakiwa hapo, ilisikika sauti. Ndiyo, ilikuwa ni sauti ya Mariam Sofia. Tena alikuwa akiongea katika hali ya kuuliza kwa hasira sana. Kwa nini mmekiuka nilichowaambia? Aliuliza hivyo, lakini hakuna aliyekuwa anamuona Sofia. Sio kutokana na giza ambalo lilikuwepo ndani humo, la hasha, bali Sofia alikuwa haonekani hata katika hali ya kawaida. Kwa nini? Alioji tena kwa ukali, lakini hakuna aliyekuwa anajua ni kipi ambacho Sofia anadai aliwaambia na hawakutimiza. Walibaki wanatetemeka tu. Nyie wazee, hamjui kuwa niliacha ujumbe? Sasa kwa nini hamkujua? Kwa nini hamkutii hilo? Sasa nawapeni lisali moja limoja, mutekeleze kile nilichokiacha kwa kukiandika. La sivyo, kila linapohitimu lisali moja, nitaondoka na mmoja kati yenu, na hakuna mzee yoyote atakayetoka humu ndani. Aliongea hivyo Sofia, kisha sauti hiyo ikapotea ghafla misiri ya upepo unavyopotea katika anga, na hapo taa zote za chemli pamoja na kibatari zilizokuwa zimezimika zikawaka tena, na hali ikaweza kurudi kama kawaida. Lakini wakiwa hapo, punde mlango wa chumba alicholazwa Mariam Sofia ulisikika umejifunga ghafla. Ndio, ulikuwa umejifunga ghafla, na zile nyayo zilizokuwepo zinaonekana sakafuni hapo hazikuonekana kabisa. Hiyo iliashiria kuwa yule aliyetoka tayari amerudi mahali alipokuwepo. Kila mtu alikuwa kajificha kwa upande wake, na mpaka muda huo bado Mama Swaumu alikuwa hajaamka pale alipoanguka. Hakuna aliyeamini hali ya usalama ndani humo. Waliopata nafasi ya kukimbia walikuwa ni wale wa nje tu ambao hawakuingia ndani. Basi alionekana Michaba, mjukuu wa mzee Gwamba. Yeye alipokuwa ametoka katika eneo hilo la msiba akiwa anakimbia zile purukushani zilizoweza kujitokeza mahali pale, Michaba aliona sehemu salama na karibu zaidi ya kukimbilia ukilinganisha na nyumbani kwao ni kuelekea kwa babu yake mzee Gwamba.
Ndiyo, alikuwa Michaba, alikuwa mjukuu wa mzee Gwamba. Mzee huyu hakuonekana kujihusisha sana na swala hilo la msiba huo, kwa sababu yeye kwa upande mwingine hakuamini sana mila za kijiji hicho, japo alikuwa ni moja ya wazee wakongwe sana katika kijiji hiko, lakini kuna baadhi ya vitu alikuwa tofauti kidogo na wazee wenzie. Wazee waliokuwepo ndani humo waliweza kuitana pamoja na wakajikuta wakikaa kikao cha dharura, huku jasho likiwatoka. Kwani marehemu aliacha ujumbe gani jamani? Na huo ujumbe sasa utakuwa wapi? Hebu tujitahidini kwenye hili, tuache masiala kabisa. Ametoa lisali moja tutekeleze, la sivyo hatutatoka humu ndani. Na mimi nina maradhi ya moyo, nitakufa sasa hivi jamani. Ujumbe gani huo? Hakuna aliyekuwa anajua, hakuna aliyekuwa anaelewa. Lilikuwa ni fumbo. Hata baadhi ya watu wachache waliokuwepo ndani humo waliokuwa wanawategemea wazee hao wawape ufumbuzi wa swala hilo. Watu hao walionekana kukata tamaa kutokana na wazee hao kuonyesha kutokuelewa lolote kuhusiana na swala hilo alilozungumza Sofia. Muda ulienda, lisaa lilipita bila kupata majibu, na usiku ulikuwa unazidi kuwa mzito, na punde wakiwa hapo, mlango wa chumba cha marehemu Sofia ulianza kufunguka tena. Ndiyo, ulianza kufunguka tena, na hapo taa za vibatari zilianza tena kuzima, moja badala ya nyingine, na hatimaye kulibaki giza kabisa. Kila mtu alikuwa anaogopa. Vilio vya hofu vilianza upya ndani humo, na hatimaye ndani humo kulikuwa na giza zito mno. Giza zito lililoongeza hofu na ukiwa, na ukimya ulikuwa umetawala kwa nguvu katikati yao, wakiwa wamejificha huku wanasikilizia tu. Basi zilipita dakika takribani kama 3 hivi bila kusikika kitu chochote, na baada ya dakika hizo kuweza kupita, taa zilizokuwepo zimezimika ghafla zilianza kurejea tena kama kawaida, na hapo kidogo wakashusha pumzi za haweni, lakini baada ya taa hizo kurejea wakagundua kitu. Ndiyo, giza lile lililopita kwa dharura halijapita hivi hivi. Kuna kitu kilitokea katikati ya giza lile. Walikuja kushtuka. Mmoja kati ya wazee waliokuwepo hapo alikuwa hayupo kabisa. Ndiyo, na walipotizama upande wa chini palikuwa na mbuluziko mkubwa wa damu, mbuluziko ambao ulionyesha kuna mtu aliyeuawa na kuburuzwa kutokea hapo walipokuwepo, na mbuluziko huu ulionekana kuelekea upande wa chumba cha marehemu Sofia. Na huyo alikuwa ni mzee mwenzao, tayari alikuwa amekwisha chukuliwa. Aliuawa pasipo kelele wala fujo, na walipotizama vizuri mwili huo ndio kwanza ulikuwa unamalizikia kubuluzwa kuvutiwa ndani ya chumba hiko cha marehemu Sofia, na punde mlango wa chumba hicho ukajifunga taratibu. Hiyo ni baada ya mwili huo kumalizika kabisa kuvutiwa ndani ya chumba hiko. Mimi siwezi jamani, mimi siwezi. Naomba mnipishe nikimbie, naomba mnipishe, aliongea mzee mmoja akienda kujaribu kufungua mlango wa kutokea nje, lakini bado mlango huo ulikuwa umejiloki vile vile. Tena safari hii ulikuwa mgumu kabisa kuliko awali. Jamani, tujaribu kuvunja mlango. Kama tutakuwa tumeshindwa kujua huyu binti anataka nini, atatumaliza jamani. Jamani. Alikuwa akiongea mzee mwingine kwa uchungu sana, lakini hiyo haikusaidia. Sofia alikuwa yuko serious na kile ambacho alikitaka kutoka kwa wazee hawa. Hakuna aliyekuwa anajua ujumbe huo uko wapi. Hakuna aliyekuwa anajua ujumbe huo umeandikwa nini. Hakuna aliyekuwa anajua hilo. Upande wa pili alionekana Michaba aliyekimbilia kwa babu yake mzee Gwamba, huku alikuwa na hema sana. Hii ni baada ya kukimbia muda mrefu akitokea maeneo ya kule msibani. Shida nini mjukuu wangu, mbona mbio mbio? Aliongea mzee Gwamba na kumfanya Michaba akae chini kwanza na kunyoosha miguu yake vizuri kabla ya kuelezea kilichomsibu.
Mauzauza babu, mauzauza kwenye msiba wa Sofia. Aliongea hivyo na babu yake mzee Gwamba akamtizama kwa muda, kisha akamwambia, mjukuu wangu, si nilikwambia usiende kushiriki msiba batiri, au kutaka kunielewa? Aliongea babu huyo na kumfanya Michaba ainamishe kichwa chini kidogo, kisha mzee Gwamba akaendelea, mjukuu wangu Michaba, Sofia hakuwa na hatia, ila upotofu wa mila tu ndio ulimkataa Sofia. Aliongea babu huyo majira hayo ya usiku mkubwa, na alipozungumza hivyo, mzee huyo alitoka katika eneo hilo na kuingia ndani kwake kabisa. Hapo ikabidi Michaba amfuate babu yake ndani humo, kisha akaenda kukaa karibu na alipokuwa ameketi babu yake huyo katika kiti chake cha uvivu. Sofia ameficha nakala ya siri yenye ujumbe mzito sana, ujumbe ambao hakuna anayejua ni wapi ulipo. Lakini sio hivyo tu, ujumbe huo una maelekezo yote ambayo ndiyo Sofia anataka wazee wale wafate ili aweze kuacha huru, la sivyo hakuna atakayetoka mule ndani. Aliongea mzee huyo na kumfanya Michaba aulize swali, ujumbe gani huo? Aliongea Michaba na kumfanya mzee wake awaze kidogo, kisha kuna wazo likamjia. Ndiyo, kuna wazo likamjia mzee Gwamba. Basi hapo akashusha pumzi kidogo kabla ya kufanya jambo fulani. Upande wa kule msibani, wazee na baadhi ya watu waliokuwepo ndani humo waliendelea na bidii yao ya kugonga mlango ili wavunje, lakini ni vile vile tu, mlango huo ulikuwa mgumu sana. Yaani japo ulikuwa ni mlango uliotengenezwa kwa miti pamoja na mbao dhaifu, lakini ulikuwa mgumu mithili ya mlango wa gereza. Walianza kusikia kicheko wakiwa hapo, na punde wakiwa wanahangaika hapo, taa za chemli na kibatari zilianza kuzimika tena kama awali, na giza likausonga tena eneo hilo. Sofia tusamee jamani, utatumaliza Sofia. We Sofia binti wa mzee Dulege. Alikuwa akiulia hivyo mzee mmoja, alikuwa akiomba hivyo mzee mmoja, lakini ukimya ulitawala tena, na punde zilisikika kelele nyingi sana, kelele za mtu ambaye alikuwa anaomba msaada, lakini haikusaidia kitu. Baada ya kelele hizo, ghafla hali ya kushangaza, taa zilizokuwepo katika eneo hilo kama kawaida zikawaka tena, lakini tayari mzee mwingine alikuwa amekwisha uawa na aliweza kuburuzwa kuelekea kwenye chumba cha marehemu Sofia. Lakini safari hii mlango wa chumba hicho ulikuwa umechelewa kufungwa kabisa. Tayari mzee Njebu naye kaenda, aliongea mzee mmoja, huku akionekana kuwa na majonzi na hofu sana. Na hapo watu waliokuwepo eneo hilo macho yao yalikuwa yakielekea kule ambapo mlango ule wa chumba cha Sofia ulipokuwa unaonekana ukiwa wazi. Na hapo jambo la ajabu liliweza kuonekana. Ndiyo, jambo la ajabu liliweza kuonekana. Wakati mlango wa chumba hicho uko wazi, punde mkono wenye kucha ndefu sana tena zenye ncha kali, mkono uliokuwa mbaya na rangi nyeusi ya kutisha, ulionekana ukijitokeza kutokea ndani ya chumba hicho kilicholazwa maiti ya Sofia. Kisha mkono huo ukakamata mlango huo na kuurudisha, kuufunga taratibu mpaka ukamalizika. Alijisemea hivyo moja ya wazee waliokuwepo eneo hilo. Kisha mzee huyo hakuweza kuvumilia kuona hali hiyo. Mzee huyo akajikuta anaanguka na kupoteza fahamu kabisa kwa hofu aliyokuwa nayo. Kila mtu alikimbia tena kujificha. Kila mtu alikimbia kujificha mahali pake, na kwa kadiri madakika yalivyozidi kwenda bila kupata ufumbuzi wa jambo aliloachia Sofia, basi ndivyo mzimu huo wa Sofia ulikuwa ukihesabu na kupanga kuja kupunguza mzee mwingine kati ya wazee hao waliokuwepo eneo hilo tu. Na wala mzimu huo wa Sofia haukutaka kudili na mtu mwingine yoyote tofauti na kundi la wazee hao.
Basi wakiwa hapo wamejificha kwenye baadhi ya kona na maeneo mbalimbali ndani ya sebule ya nyumba hiyo chakavu ya miti, waliweza kusikia hivyo. Ndiyo, ilikuwa ni hodi ikibishwa. Hodi hiyo ilikuwa ikibishwa katika mlango wa kuingilia ndani humo. Ule mlango uliowashinda kufungua kabisa, ndio huo ulikuwa unabishwa kutokea nje, na hiyo ilionyesha kuna mtu anahitaji kuingia ndani. Nani tena huyo? Alioji hivyo mmoja ya wazee waliokuwepo ndani humo, na hapo huyu aliyekuwa anabisha akaweka koo lake sawa kabla hajajibu swali hilo. Mzee Gwamba Lulanga Mtamanga Sangawe Tata. Lakini sijaja peke yangu, nipo na mjukuu wangu Michaba. Alijibu hivyo mzee huyo, na hapo wazee waliokuwepo ndani humo waliweza kukimbilia upande wa mlangoni na kuhitaji kuzungumza na mzee Gwamba. Mzee Gwamba, wewe ni mzee mwenzetu na mara zote ulionekana kuwa kinyume na baadhi ya mipango yetu, lakini pia wewe ni mganga wa muda mrefu sana. Tafadhali mzee, wewe unaonekana huko salama. Tunaomba utushauri kitu, mtaalamu wetu. Tumekwama humu ndani, tutapungua na tunapungua kila baada ya dakika kadhaa. Maiti imekasirika. Aliongea mzee huyo maneno mkurupo, akiwa na hofu pamoja na uchungu sana moyoni mwake, na hapo mzee Gwamba akajibu akiwa bado ya mlango huo nje ya nyumba hiyo. Munatakiwa muteue wazee wachache waende ndani ya kile chumba alicholazwa maiti. Mkifika fanyeni haya nitakayowaelekeza. Aliongea mzee Gwamba, kisha akaweka koo lake vizuri kabla ya kuendelea. Katika mdomo wa Sofia, chini ya ulimi wake, wakati anajinyonga, alikuwa ameweka karatasi ndogo yenye maelezo ya kile anachokitaka. Lakini maiti hii imeuma meno na ina nguvu sana, hivyo akili ya ziada inatakiwa ili muweze kutambua na kuchukua karatasi hiyo iliyokuwepo ndani ya ulimi huo, ili mjue ni kipi kilichoandikwa. Na baada ya kupata karatasi hiyo, mnatakiwa mukifate kile kilichoandikwa. Sasa sijui itakuwaje, na hakuna anayejua kusoma kati yetu. Aliongea mzee huyo, na wazee waliokuwepo ndani humo walianza kutizamana. Ndiyo, walianza kutizamana kabla hawajajua wafanye nini. Lakini wakiwa hapo, punde taa za kibatari zilianza kuzimika tena. Hiyo ilionyesha muda wake wa kuja kuchukua mwingine umewadia. Sijui zamu ya nani, Mungu wangu, aliongea mzee mmoja, na baada ya giza na ukimya kupita, tayari mzee mwingine alikuwa amekwisha buruzwa kutolewa katika eneo hilo. Cha ajabu, mzee huyu naye hazikusikika kelele zozote wala fujo ya aina yoyote ile. Huyu alikuwa ametolewa kimya kimya. Na baada ya taa kuweza kurejea tena, mzee Gwamba alisikika akiongea. Kila mtu atakufa kwa staili yake. Wapo watakaoondoka kimya kimya, wapo watakaopiga kelele, na mnavyozidi kuchelewa ndivyo atazidi kuwamaliza. Aliongea hivyo mzee Gwamba, na hapo wazee waliokuwepo ndani humo walianza kutafuta namna ya kuchaguana ili kwenda katika chumba hiko cha maiti. Jamani, munanichagua mimi, lakini naumwa moyo. Sidhani kama nitaweza. Naogopa jamani. Aliongea mzee mmoja baada ya kamati hiyo ya wazee kumchagua kuwepo katika idadi ya watu watakaokwenda katika chumba cha marehemu Sofia kutengua taya na kuchukua karatasi hiyo. Karatasi yenye ujumbe ambao marehemu Sofia aliweka chini ya ulimi wake wakati anajinyonga. Wewe ni moja ya wazee wakubwa sana wa kimila, tena ulishiriki katika kuandaa sheria na tamaduni. Lazima usimamie hili swala, aliongea mzee mwingine, na hapo hofu ikazidi kumtawala mzee huyo, lakini hakukuwa na namna, ilibidi tu akubali. Hivyo wakatoka wazee takribani 5 kuelekea katika chumba cha marehemu Sofia, huku wazee wengine wakiwa wamesalia pale sebuleni na baadhi ya wanakijiji wachache wakiendelea kusubiri hatima ya wazee hao kwa hofu sana.
Waliingia ndani ya chumba hiko. Wazee wao waliingia na kulikaribia jeneza la Sofia, na hapo waliweza kukuta mwili wa Sofia ndani ya jeneza hilo, lakini mwili huu ulikuwa umezidi kuoza na kutoa harufu kali sana. Lakini sio hivyo tu, kulikuwa na jambo la kushangaza kidogo. Wale watu waliokuwa wanavutwa kutokea sebuleni na kuingizwa ndani ya chumba hiko cha maiti ya marehemu Sofia, watu wale hawakuonekana kabisa, wala haikujulikana wamepelekwa wapi, japo walionekana wakuvutiwa ndani ya chumba hiko hiko alicholazwa marehemu Sofia. Mizimu mtusaidie, mizimu mtusaidie. Alikuwa akiongea moja ya wazee waliokuwepo katika kamati hiyo. Aliongea huku akitetemeka sana. Jamani, tunaotakiwa kuifanya hii kazi ni sisi wazee, lazima tujitahidi. Aliongea mzee mmoja. Hii ni baada ya maiti ya Sofia kuonekana kuwa katika hali ya kutisha zaidi. Ndiyo, ngozi ilipauka na kuoza mpaka nywele zake zilionekana kugandana na ngozi hiyo. Macho yaliyodidimia ndani huku yakionekana ni kama bado yanawatizama wazee hao. Midomo yake ilionekana ni kama imechanika na kukauka damu kabisa. Damu ilikuwa imeganda pembeni ya midomo hiyo. Lakini cha ajabu, sauti za nzi zilisikika, japo nyakati hizo ilikuwa ni majira ya usiku. Viungo vya maiti vilionekana vimekakamaa, mithili ya viungo hivyo vilikuwa vimeshika kitu fulani kwa nguvu kabla ya kifo chake. Aliguna mzee mmoja na mzee mwingine akajibu. Jamani, muda unaenda. Jamani, tufanyeni kilichotuleta jamani. Aliongea hivyo, na hapo wazee hao wakaanza kuomba mizimu, huku wakijaribu kukamata taya la marehemu Sofia ili waweze kufungua mdomo wake, lakini kiukweli zoezi hili lilikuwa gumu na la kutisha sana. Walihangaika hivyo wazee hawa, na hatimaye walifanikiwa kulegeza taya hilo, japo haikuwa kazi ndogo, lakini ndio hivyo walifanikiwa. Kisha mzee mmoja aliyeitwa mzee Nyanjo, yeye alipendekezwa na wazee waliokuwepo katika eneo hilo kuweza kutoa karatasi hiyo chini ya ulimi wa marehemu Sofia. Hakuwa na budi, aliingiza mkono wake mzee Nyanjo, kisha akapitiza vidole chini ya ulimi wa marehemu Sofia. Ni kweli, aliweza kugusa kitu kama karatasi hivi. Ni kweli bwana, nimepitiza vidole hapa, naona kuna karatasi. Aliongea hivyo mzee huyu huku akiwa anatoa vidole hivyo taratibu. Aliweza kutoa vidole hivyo baada ya kushika kitu kama karatasi hivi. Hiyo ilionyesha fika mzee Gwamba alikuwa sahihi kwa kile alichokuwa akikizungumza. Basi alianza kutoka na karatasi hiyo huku akitetemeka sana, lakini alipofika nje kidogo ya mdomo huo wa marehemu Sofia, kikaratasi hiko kikamponyoka na kurudi tena ndani ya mdomo wa marehemu. Tena safari hii kilizama ndani kabisa ya koo. We unafanya nini tena we mzee Nyanjo wewe? Aliongea mzee mmoja kwa uchungu sana, na hapo mzee Nyanjo ilibidi aingize tena mkono huo kwa hofu na kutetemeka. Aliingiza mkono huo mdomoni kwa marehemu Sofia huku akiwa na hofu na jasho likiwa linamtoka katika uso wake. Wazee wenzie bado waliendelea kusalia pembeni, waliendelea kusalia huku wakitizama zoezi hilo la mzee Nyanjo kupambana kutoa karatasi hiyo, ambayo kwa awamu hii karatasi hiyo ilikuwa imeweza kushuka mpaka katika koo la marehemu Sofia. Aliweza kuingiza mkono mpaka ndani kabisa ya mdomo wa Sofia hadi kulifikia koo hilo, na hapo mkono wa mzee Nyanjo ulikuwa umeweza kuingia kiganja kizima, na katika harakati hizo za kutoa karatasi hiyo kuna jambo lilitokea. Ndiyo, alipokuwa ameingiza mkono huo kuna jambo lilitokea. Sura ya marehemu Sofia ilikuwa imebadilika ghafla.
Yaani katika hali ya kushangaza, alikuwa kakasirika tu marehemu huyo, na alikuwa kakunja sura zaidi huku akimtizama mzee Nyanjo kwa hasira sana, hali iliyosababisha mzee Nyanjo aanze kuhangaika kutoa mkono wake ndani ya mdomo wa marehemu Sofia, lakini mkono huo uligoma kabisa kutoka. Jamani, mkono wangu, mkono umenasa jamani, mkono umenasa nye. Aliongea hivyo, lakini hakuna mtu aliyethubutu kumsaidia. Wazee walitoka ndani humo haraka kuelekea upande wa sebuleni, huku akimwacha mzee Nyanjo akipambana peke yake. Alihangaika mzee Nyanjo, alihangaika huku akipiga kelele, lakini hatimaye alifanikiwa kutoa mkono huo, na yeye akatoka ndani ya chumba hiko haraka kuelekea sebuleni walipokuwepo wazee wenzie. Mbona tunaanza kukataana? Sinauliza, inakuwaje mmeniachia msala mnakimbia? Hivi kweli jamani? Aliongea mzee Nyanjo akiwa na hasira, kisha akaketi chini kabla hajaweka karatasi ndogo mezani aliyoipata mdomoni mwa Sofia. Na hiyo ilionyesha kwamba pamoja na kuhangaika kote, lakini alifanikiwa kutoa karatasi hiyo mdomoni mwa Sofia. Ha! Kumbe umefanikiwa mzee Nyanjo. Wewe ni shujaa, alizungumza mzee mmoja na kufanya wazee wengine wamtizame mzee Nyanjo kama shujaa wao kwa wakati huo. Ndio, walikuwa wanamtizama kama shujaa wao, maana kitendo cha kutoa karatasi hiyo mdomoni kwa marehemu Sofia hakikuwa kitendo cha kawaida kabisa. Basi karatasi iliweza kufunguliwa na kuwekwa mezani, huku wazee wao wakiwa wamezunguka karatasi hiyo ambayo ilikuwa na maelezo machache tu. Lakini swali linakuja, watajuaje kilichoandikwa ila hali hakuna hata mmoja kati yao anayejua kusoma? Basi wakiwa hapo wanatolea macho karatasi hiyo, punde taa za vibatari na chemli zilianza kuzimika upya kama kawaida. Hiyo ilionyesha Sofia muda wake umewadia, hivyo anakuja kuchukua mwingine kama anavyofanya mara zote. Wazee walikimbia na walianza kujificha ndani ya nyumba hiyo kupisha sakata hilo, na baada ya sakata hilo kupita, taa zilianza kurejea kama kawaida, lakini hapakuwepo mzee mmoja kati ya wazee hao waliosalia. Ameenda mzee Ngwabeda, aliongea mzee mmoja kwa huzuni sana, akiwa na hofu kubwa moyoni mwake. Hii ni baada ya kugundua kuwa tayari mmoja mwenzao hayupo tena, hivyo walikuwa wanaendelea kupungua kwa kadiri muda ulivyokuwa unaenda. Walikaa wazee hao na baadhi ya watu ndani humo waliokwama, wakiwa wanaitizama karatasi hiyo, huku jasho likiwatoka wasijue karatasi hiyo imeandikwa nini, japo ilikuwa imeandikwa kwa lugha ya kawaida kabisa, tena ya Kiswahili. Hii namba iliyopinda kichwani nasikia wanaita Alikuwa akijaribu mzee mmoja ambaye alionekana kuwa na hofu kuliko wengine wote waliokuwepo eneo hilo, lakini wakiwa wanahangaika kuisoma, punde wakasikia sauti. Nipatieni hiyo karatasi. Ilikuwa ni sauti ya mzee Gwamba upande wa nje, na hapo ikabidi waipitishe karatasi hiyo chini ya mlango wampatie mzee Gwamba. Kisha alipoipokea karatasi hiyo, mzee Gwamba hakutaka kukaa kabisa. Alionekana akiondoka kutoka katika nyumba hiyo walipokuwa wazee hao. Mzee Gwamba wapi tena jamani? Mzee Gwamba, wewe ndo mtaalamu, wewe ndo mganga wa kijiji. Unatuacha tutaishije humu? Tunaomba ukatuletee msaada, usituache. Aliongea mzee mwingine ambaye huyu alikuwa analia kabisa, lakini mzee Gwamba hakujibu kitu. Aliendelea na safari yake akiwa na mjukuu wake Michaba, na muda huo ilikuwa imekwisha hitimu majira ya saa 7 za usiku. Muda ulienda, hatimaye kulipambazuka. Tayari ilikuwa yapata majira ya saa 2 asubuhi, lakini kwenye nyumba hiyo ya kina Sofia palikuwa pametulia sana. Waliokuwepo ndani walishindwa kutoka,
na walikuwepo nje walishindwa kuingia kabisa, na hata madirisha ya nyumba hiyo yalikuwa madogo sana, alafu yako juu kiasi, hali ya kuwafanya wazee hao kukosa mbinu kabisa za kutoka nje. Ilisikika hodi hiyo, na hapo wazee waliokuwepo wamesalia ndani humo walikimbilia mlangoni kutaka kujua ni nani anayebisha hodi hiyo. Gwambarulanga, aliongea mzee Gwamba, na hapo wazee waliokuwepo ndani humo walianza kuzungumza. Mzee Gwamba, afadhali umerudi, tumepunguzwa usiku kucha, tutaisha humu, aliongea moja ya wazee waliokuwepo humo ndani. Na hapo mzee Gwamba akaongea jambo. Sijaja na ile karatasi, bali nimekuja na kile kilichoandikwa kwenye ile karatasi, aliongea mzee Gwamba. Na hapo watu waliokuwemo ndani humo walianza kusogea kutaka kusikiliza kwa makini alichokuja nacho mzee huyo. Ujumbe huu unasema kwamba kama ambavyo mlinitenga nikiwa hai, basi ni marufuku kunizika nikiwa maiti. Musije mukaandaa mazishi ya aina yoyote ile, maana mkijaribu hayo, ninawahakikishia nitarudi kuwamaliza wazee wote. Niacheni nioze mpaka nibaki mifupa mitupu, na baada ya hayo nyumba ya wazazi wangu muichome moto. Sio tu kuichoma moto, bali muichome huku mifupa yangu ikiwa ndani ya nyumba hiyo. Aliutamka ujumbe huo mzee Gwamba, kisha akaendelea. Sasa basi, kwa kuwa amekataa musimzike, basi nendeni chumba mlichomuhifadhi marehemu Sofia, kamtoeni kwenye jeneza lenu mlilolitengeneza, kisha mrudishieni ile kamba aliyojinyonga shingoni, alafu mumladhe chini, kisha tusubiri. Aliongea hivyo mzee Gwamba, na wazee hao ikabidi warudi tena katika kile chumba na kufanya hivyo ambavyo mzee huyo alikuwa amewaambia. Na baada ya kufanya hivyo, ni kama kufanya hivyo kulikuwa kumeonyesha matokeo chanya hivi, maana baada ya kuweka mwili huo chini, waliporudi upande alipokuwepo mzee Gwamba, wakakuta mlango wa kutokea nje, ule mlango uliojiloki na kuwa mgumu kabisa, lakini safari hii ulikuwa wazi, yaani umekubali kufunguka. Aisee, walitoka mbio ndani humo, hakuna aliyetamani kusalia. Kila mtu alikuwa amekimbia mbali na nyumba hiyo ya kina Sofia. Walikuwa wamesalia wazee wachache tu, tena wazee hawa ni baada ya kuambiwa na mzee Gwamba wasikimbie, maana kuna namna hali iko shwari sasa. Iacheni hiyo nyumba, acheni aendelee kuoza kama alivyotaka, na baada ya miezi kadhaa tutakuja kuichoma moto hiyo nyumba kama alivyotaka, huku mifupa yake ikiwa ndani humo humo, aliongea mzee Gwamba. Na wazee waliokuwepo eneo lile waliweza kuondoka na kwenda kutafuta mahali pa kuweka kikao cha dharura. Hiyo ni baada ya siku hiyo kupita. Wale watoto wawili alioanza kuwafundisha kwa vipande vya mkaa na vipande vya mbao chakavu ndio wameweza kuisoma hiyo karatasi. Muliwafukuza asiendelee kuwafundisha, lakini leo amekuwa msaada kwenu. Tumejaa ujinga na ulipokeni wazee wazima, aliongea mzee Gwamba. Na wazee waliopo kikaoni hapo wakabaki wameinamisha vichwa vyao kwa aibu, wasijue waongee nini. Tuna haja ya kuacha mila na imani potofu, tunazidi kuangamia kwa kukosa maarifa, aliongea mzee Gwamba. Na hatimaye siku zilienda, miezi ikakatika, hata ile harufu ya kuoza kwa Sofia ikawa inaisha taratibu, na Sofia alikuwa amesalia mifupa mitupu tu. Na hapo nyumba hiyo ya kina Sofia iliweza kuchomwa moto kama alivyotaka marehemu Sofia, na hapo ikawa imebaki historia kubwa sana kumuhusu binti huyo. Baada ya muda mrefu kupita, miaka na miezi, masiku na masaa, kila kitu kilianza kubadilika katika kijiji hiko.
Hatimaye miundombinu ya elimu pamoja na nyumba za kisasa zilianza kuruhusiwa kujengwa, na baadhi ya wazee walikuwa wameanza kuacha imani potofu kabisa na kuamua kuishi kawaida. Huu ndio mwisho wa simulizi hii fupi ya kutisha na ya kusisimua inayokwenda kwa jina la Sofia. Muda wote ulikuwa na mimi Amani Leonard. Hii ni Himaya ya Kusisimua. Wewe msikilizaji wangu mpenzi, usiache kusubscribe. Tuonane katika simulizi zingine, na zitakuwa simulizi nzuri na za moto sana katika chaneli hii. Asanteni kwa sasa tu na kwaherini.